Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Jumatatu, Ramadhani 19 na wengine ni Ramadhani 20 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Jumatatu leo gazeti Habari Leo limeandika mradi wa bilioni 262 kukabili ukatili utajenga vituo 200 vya kulea watoto mikoa 10 bara Zanzibar, wanaume kujengewa uwezo, wanawake kuwezeshwa. Habari katika ukurasa wa pili. Bilioni 6 zafikisha gesi asilia kaya 1000 Lindi Pwani. Habari katika ukurasa wa 3. Asa TFC kushirikiana mbegu za wakulima milioni 10. Habari katika ukurasa wa 3. Wahitimu BBT wakopeshwa bilioni 7. Habari katika ukurasa wa 17. Mwigulu ataka uchunguzi miradi 6 Sumbawanga, apiga marufuku Lumbesa kukopa wakulima. Habari katika ukurasa wa 2. Habari Leo limeandika Chalamila acheni kutumia fedha za mikopo kusherehekea birthday. Habari katika ukurasa wa 2. Wakandarasi wanawake washukuru kwa fursa miradi ya ujenzi. Habari katika ukurasa wa 3. Mwenyekiti halmashauri avuliwa wanachama CCM. Habari katika ukurasa wa 16. Baba omba msaada kupata mtoto wake aliyeibwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, ujumbe wa haki usawa kwa wanawake watawala, wanawake waadhimisha siku yao kwa mtindo tofauti kila kona. Rais Samia atoa ujumbe akigusia ujasiri, kujituma, polisi Bawacha wavutana, mabomu yafetuliwa kutibua shughuli yao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema hata katika nyakati za changamoto mwanamke hakimbii majukumu, badala yake hubeba changamoto hizo kwa ujasiri na hekima, kuzielekeza kwa nguvu ya kuimarisha familia, jamii na taifa. Mwanamke hulea familia, hulea jamii yake, hulea taifa, hulea bara na hata hulea dunia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Elihepanya mkemia anayesuka wanasayansi Pugu Sekondari. Habari katika ukurasa wa 6. Wanaodaiwa kumteka Mtanzania Kenya wasota mahabusu siku 16. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Iran Marekani wachochea makali bei ya mafuta. Habari katika ukurasa wa 6. Bundi alivatua CCM Moshi. Habari katika ukurasa wa 10. Simulizi yaliyobebwa kwenye machela kwenda kujifungua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji
utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.run4autismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni REA fadhili usambazaji gesi asilia katika kaya 1000 ni katika mikoa ya Lindi, Pwani. Ni sehemu ya juhudi za kupunguza matumizi ya kuni mkaa. Lengo ni kulinda mazingira. Habari katika ukurasa wa 6. Serikali yawapa bilioni 7 vijana wavuvi Mwanza. MNH uko wanaopata shida figo wakati wa kujifungua. Habari katika ukurasa wa 4. Aweso atembelea gredi ya taifa ya maji ya China. Habari katika ukurasa wa 5. Waziri mkuu apongeza wizara ya ujenzi TANROADS. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania na Norway yajivunia uhusiano imara. Habari katika ukurasa wa 3. Tumetekeleza mashambulizi zaidi ya 3,000 nchini Iran, Marekani. Habari katika ukurasa wa 19. Uvutaji wa shisha una madhara mbalimbali kwa afya. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika siku ya wanawake, mabomu ya rindima. Ni katika mvutano kati ya polisi na wanawake wa Chadema, wengine wakamatwa na kurejeshwa walikotoka. Rais atuma salamu maalum. Wadau wasema wanawake wamepiga hatua kielimu, kiuchumi, lakini siasa bado mtihani. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Habari picha kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe inaonyesha sehemu ya kongamano la wanawake wa Chadema kabla ya kusambaratishwa na polisi mjini Musoma jana. Ndugu ya katibu mkuu wa Bawacha Pamela Maasai ikisema hii ndio siku ambayo tulitarajia kukaa pamoja na kujadili ajenda zetu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa, lakini sisi tunaona bado kuna changamoto kubwa katika kufikia usawa huo. Habari ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti Nipashe. Iran yapata kiongozi mpya, Israel yajiapiza kumshambulia. Tunataka kuambia kwamba mkono wa taifa la Israel utaendelea kufuatilia kila mrithi na kila mtu anayetaka kumteua mrithi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19. Habari picha inamuonyesha Benjamin Netanyahu. Serikali yashtukia uonevu wa sheria ndogo za halmashauri. Serikali imeanza kufanya mageuzi makubwa katika mfumo wa kutunga na kusimamia sheria nchini, hususan katika eneo la uandishi wa sheria ndogo zinazotungwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Mageuzi hayo yameibua maswali mengi kutoka kwa wadau wa sheria, wataalamu. Habari ni katika ukurasa wa 17. Ripoti maalum, zabuni za umma za wapita wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Virutubisho vya zua balaa ziwa Victoria. Habari katika ukurasa wa 15. Kwa nini wanawake ni sehemu muhimu ya hadithi yetu, The Garden Limited. Habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Uhuru Ukweli Daima lenye habari iliyopewa kipaumbele, ujumbe wa Rais Samia kwa wanawake nchini. Ataka kuimarisha maendeleo ya familia, ya jamii na taifa, huku akigusia umuhimu wa haki, usawa na uhamasishaji na ushirikishwaji katika kufikia malengo ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwenye sisitiza amani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Magunia 53 ya mahindi yaweka matatani wajumbe kamati ya shule. Habari katika ukurasa wa 21. Mageuzi makubwa hospitali ya Ocean Road, hii ikiwa ni ripoti maalum iliyoandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tiba ya mionzi kuanza kupatikana ndani ya siku 14 badala ya miezi 10. Pia kuanzishwa kwa huduma ya upasuaji. Dr. Mwigulu agiza polisi kwa nasa walioiba bilioni 1.5. Habari katika ukurasa wa 2. Kihongosi, CCM ina mifumo imara ya uongozi. Habari ni katika kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru Ukweli Daima. Tulitazame sasa gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia aadhimisha siku ya wanawake kwa vitendo. Asema ni siku muhimu kutambua mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Atoa zawadi ya gari kwa Mama Kanumba. Mwenyewe atokwa na machozi ya furaha, amtakia dua njema Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania kuimarisha jukwaa la maridhiano la PPP ni ili kuhamasisha trilioni za fedha kwa mpango wake wa maendeleo. Habari katika kurasa za ndani. Waziri Kijaji, serikali kutoa bilioni 8.1 kukarabati miundombinu Serengeti. Habari katika ukurasa wa 2.
Wahariri waipongeza REA usambazaji wa gesi asilia Lindi Pwani, habari katika ukurasa wa 4. Mradi wa TAZA kuwezesha mkoa wa Rukwa kuunganishwa kwenye gridi ya taifa, habari katika ukurasa wa 2. Muyinga aunga mkono juhudi za wanawake, ampongeza Rais Samia kuadhimisha siku hiyo kwa vitendo, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni chuma kinatua hapo vipi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. 16 achana na kufunga. Fofana pia ni mjuzi wa kutengeneza mabao, akiwa na jumla ya assist 5 na kumfanya kuhusika kwenye jumla ya mabao 16 ya timu yake. Habari picha inaonyesha kikosi cha Simba ikimwonyesha pia Steve Becker, kocha wa Simba Sports Club, lakini pia wamo wachezaji Fofana, Luemba pamoja na Oura. Mwamuzi wa Kariakoo Derby apewa kombe la dunia 2026, habari katika ukurasa wa 2. Ibenge aiwaza Yanga, habari katika ukurasa wa 3. Tonali ageuka, habari ya mjini, habari katika ukurasa wa 18. Kombe la FA leo Jumatatu ni West Ham dhidi ya Brentford, mchezo unapigwa saa 4 na dakika 30 usiku London. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti hili linayo makala ya Rising Woman Neema Msita, bosi wa BMT anayewaita wanawake mchezoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba Sports Club kusaka pointi 9 ugenini, inaondoka leo kwenda kuzivaa Singida Black Stars, TRA na Pamba Jiji. Kocha sema kikosi kipo imara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Yanga yavunja rekodi yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Lionel Messi abakiza bao moja kufikia 900, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru ukweli daima, habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika Rais Samia mzawadia gari wa Makanumba, habari katika ukurasa wa 23. Diara moto ligi kuu bara, habari katika ukurasa wa 23. Undani vita ya ubingwa mabao, habari katika kurasa za ndani, habari katika ukurasa wa 15. Thierry Henry alivyomwiba mkali kwa ubaguzi wa rangi, habari katika ukurasa wa 15. Guardiola afungiwa mechi 2 Uingereza, habari katika ukurasa wa 23. Sunderland Fulham zatolewa kombe la FA, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru unakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.